ni kwamba tumehitimisha zoezi la mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Tafsiri yake tulikuwa chuoni, mafunzo tuliyojifunza ili yalete uhalisia kwamba tumefaulu kisawasawa ni kwenda kuyatafsiri kivitendo kwenye jamii tunakwenda kuishi nayo. Itakuwa haina maana kama mafunzo tuliyoyapata bado jamii haifaidiki na mafunzo yale. Kwa hiyo tuwangu kwa waamini ni kwamba twende tukaonyeshe jamii kwamba tumetoka chuoni na mafunzo ndio haya, ili jamii iweze kufaidika na masomo tuliyosoma darasani. Kwenda darasani jambo moja na kupata shahada jambo moja, lakini kuitumikia ile shahada kwa uhalisia ni jambo jingine. Ama sababu na hilo, tuwahusie vile Tanzania tuendelee kuenzi amani yetu nchi yetu. Tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa amani na usalama. Tunaangalia mashariki ya kati hali sio nzuri kule, lakini sisi Allah Tabaraka wa Taala ametupendelea, ametupa utulivu hali ya juu sana. Tumeomba Allah Tabaraka wa Taala tukithirishe ibada mbalimbali ili amani yetu iendelee kudumu katika hali inayotakikana. Tushike lengo hilo na tubaki katika ibada kama alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ittaqillah haithu ma kunta wa atbi sayyi'atul hasana tamhuha, kwamba tumche Mwenyezi Mungu popote tulipo na tufuatilie yale makosa yetu kwa kufanya mema ili Mwenyezi Mungu aweze kutufutia makosa yetu. Hii ndio wasia wangu, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni chuo na ni darasa kubwa katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo itakuwa ni msiba mkubwa ikiwa tumefanya ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu mwezi wa mtukufu wa Ramadhani umekwisha tukawa tunarudi katika maasi. Itakuwa sio lengo na tutakuwa hatukupata chochote katika maisha ya Ramadhani mpaka Ramadhani itakapokuwa imeondoka. Ili mtu aweze kupata malengo yaliyotimia katika Ramadhani, basi ni kudumu na yale yote ambayo yalifanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, hutuba ya siku ya Eid ni hutuba ambayo pia imefafanua mambo mbalimbali, imeelimisha kwa kila mmoja ambaye amesikiliza kwa makini akaconcentrate vizuri. Hutuba ambayo itafundisha mambo mazito sana, lakini ndani yake alikuwa akihimiza sana watu kujikita na ibadati, kuendelea pia kujikita na ibadati baada ya maisha ya Ramadhani, sababu kuna maisha baada ya Ramadhani. Yale tuliyochuma pia ndani ya Ramadhani tuyaendelezeshe zaidi na zaidi. Imekuwa kawaida sana, na ni kweli imekuwa kawaida sana baadhi ya watu inapomalizika mwezi wa Ramadhani, hususan siku ya Eid, basi siku ya Eid wanaitumia vibaya sana. Yaani mtu anafurahi, anashereheka, anafurahika kupitia vinywaji haramu, kupitia vyakula haramu na mambo mbalimbali ya maasi. Ni siku ambayo tuna furaha kwa kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuko katika sikukuu ya Eid. Kwa hiyo tusitoke nje ya mstari, tuyafuate wale ambao wameelekeza Mwenyezi Mungu. Tusherehekee Eid kwa amani na furaha bila kutoka nje ya mstari.